katika Simba Sports Club tungeondoa wote hawa sasa hivi. Yani uondoe wakina nani? Yani wale wote waliokuwa wa zamani kwenye uongozi, tutafute damu nyingine kabisa changa. Si unamwona engineer yule? Baada ya kuona kuna mazonge mle akaamua alipoingia tu. Kwanza akafieka wote, weka pembeni. Kachukua watu wengine kabisa anafanya nao kazi. Anaolisema linanyoka. Karibu sana mtazamaji wa michezo kupitia hapa Bongo Headlines. Langu jina ni Dickson George, nyuma ya kamera tupo naye Medadius Mandoro, lakini nipo na mzee wangu mzee Mtitu kwa ajili ya kuzungumza yale ambayo yamechukua nafasi na kubwa katika yote ambayo tunaenda kuzungumza siku ya leo. Ni jambo la Murtaza Ali Mangungu na mwenyekiti wa bodi ya mwekezaji kwa upande wa Simba, namzungumzia mzee Magori. Nini ambacho kinaendelea, nini ambacho kwa faida ya mzee wetu Mtitu ambaye ameishi ndani ya Simba kwa muda mrefu atatusaidia kinachoendelea kinachagizwa na nini? Kwa nini Simba katika mwanzo wa huu msimu kelele zimeshaanza kuwa nyingi? Mzee Mtitu, shikamoo. Marhaba, salama? Salama kabisa, kwema? Kwema, habari za kwenu? Tunamshukuru Mungu. Vipi uko familia? Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Ni muda hatujaonana kuzungumza michezo, lakini tutakuwa tuna faida kubwa sana kuzungumza na wewe, hasa mambo ambayo yanayohusu Simba katika vuguvugu hizi zinazoendelea. Ni kweli muda mrefu hatujazungumza kwa sababu ya jukumu nililokuwa nalo. Nilikuwa kwenye ibada ya kuugua, lakini Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake karibu mwaka mzima nilikuwa mahamumu kidogo, naumwa, lakini kwa uwezo wa Allah amenipa nafuu, nimerudi tena kwenye vyombo vyenu, na nyinyi Bongo hamjapata kuzungumza na mimi muda mrefu sasa. Kwa hiyo leo mmepata bahati, mmekuja hapa kwenye maeneo yetu ya Umoja wa Mshikamano Station, tunazungumza. Kama tulivyopata bahati na mwanamichezo ambaye atakuwa na kutizama, naye pia amepata bahati ya kusikia jambo kubwa kutoka kwako, hasa linalohusu vuguvugu ndani ya Simba. Mzee Mtitu, haya mambo ambayo yanaendelea ndani ya wekundu wa Msimbazi, tunamsikia Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa Simba, akizungumza mambo kadhaa kushtumu pande fulani ambayo wote ni viongozi ndani ya Simba. Bodi nao wanatoka wanashtumu kile ambacho amekizungumza Murtaza Ali Mangungu, ama kile kikao ambacho kilifanywa na Murtaza Ali Mangungu, mkutano wa dharura na kuita batili. Hii imekaaje? Mbona kama tunawachanganya wanachama wa Simba? Ni kweli kuchanganywa kupo. Hata mimi kidogo nilitetereka. Nikaona imekuwaje? Mwenyekiti anazungumza hivi na mwenyekiti mwingine naye anazungumza hivi, wote wenye viti. Lakini kuna mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa bodi. Kinacholeta shida nadhani mawasiliano. Na mawasiliano yao kuna kukubaliana pasipo kukubaliana. Kubaliana pasipo kukubaliana. Pasipo kukubaliana. Hii ndio shida inayowapata. Kutaka kuonyesha kwamba kila mmoja mimi nina nguvu ya namna fulani. Hii ndio inaleta shida. Lakini hili lingekuwa linamalizwa pasipo wao wenyewe kukubaliana, pasipo kukubaliana, wala hata kwetu lisingefika. Lakini sasa hivi kwa sababu uhuru wa vyombo vya habari uko mwingi, basi linatokea. Lakini kubwa nilichoona mimi ajabu kwa mwenyekiti, hata mimi nasema kwamba mkutano wake ulinichangaza. Yani mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu anapoeleza, nilimsikiliza kwenye chombo kimoja Crown FM juzi akihojiwa, anasema mkutano ule ulibarikiwa na kulikuwepo na mkurugenzi, kaimu mkurugenzi wa wanachama walikuwepo 600 700 800 na ngapi, wote na kadi zao. Lakini taarifa zilikuwa kupitia wapi? Na je, kwa nini mkutano ukafanyike mahali ambapo si utaratibu wetu wa kufanyika mkutano? Kwa sababu gani? Taarifa za awali zilisema kwamba toka Jumamosi, Jumaa ngapi tunapata habari kwamba kutakuwa na dua ya kuiombea klabu yetu pamoja na kuelekea kwenye Simba Day na ufunguzi wa ligi. Itafanyika wapi? Itafanyika Bunju. Hata mwaka jana ilifanyika kule. Lakini sio mkutano wa dharura. Hapana.
Sasa ghafla tunakuja kuona kwenye mitandao na taarifa zinatujia. Kwa mfano mimi siku ile nilikuwa kwenye dua kwenye tawi langu tawini pale, tulikuwa tumefanya dua la kuiombea klabu yetu pamoja na wenzetu waliotangulia pale tawini. Sasa pale napata taarifa, naambiwa kwamba bwana mlezi, kutakuwa na dua Kunduchi, lakini dua hiyo imeelekezwa kwamba ni mkutano wa dharura. Inakuwaje sasa mkutano wa dharura? Mbona sisi kama wanachama hatuna habari kama ni mkutano wa dharura, tukajua ajenda ni nini, tunapitisha nini? Basi baadaye tunapata habari kwamba wameteuliwa wakurugenzi wa baraza la wadhamini. Kwa hiyo pale tukapata mshangao, mara tunaona kati ya hao walioteuliwa baraza la wadhamini anapandisha kwenye mtandao kwamba sikubaliani na hilo. Mimi mwanachama wa Simba, kadi yangu ninayo na najua katiba ya Simba, lakini sikubaliani na uteuzi huo, sikushirikishwa. Kaona sasa yale tunayokuwa nayo sisi mashaka hayo yameanza. Kwa hiyo mkutano tukaamini kwamba si halali. Baadaye mwenyekiti wa bodi naye anasema kwamba mkutano ule si halali. Wenzetu wengine wenye haraka wanaojiita wazee wa Simba wakaanza zogo nao. Siku ya pili yake wanaitisha presi, wanakwenda tunaungana na mwenyekiti na sui na nini, hii ni sawasawa, ana nguvu, ana uhalali, tayari washaanza zogo nao. Kwa hiyo lile nao limekuja kuleta changamoto nyingine kabisa. Wale hawakutakiwa waitishe presi ya nini kufanya haraka. Matokeo yake siku ya pili yake bodi inakaa, tunapewa taarifa jana kwamba yale yote yaliyoamriwa yameachwa, tunaelekeza kwenye mambo ya Simba Day pamoja na ufunguzi wa ligi pamoja na ligi yenyewe. Aibu sasa pale aibu imekushawapata. Ndio siku zote tunaposema kwamba ukiwa na hasira usijibu neno, ukiwa na furaha usikimbilie kufurahia kitu. Tulia kwanza upate muda. Sasa wanachama wa namna ile wanakuwa na matatizo nao. Sio, umenielewa? Wanakuwa na matatizo, haitakiwi. Kuweni na subira kidogo. Alafu mheshimiwa Mangungu lazima wale wajue. Wale wote wanaokaa wale si wa kweli. Wale wote wale Don Kingi, Makoye, si wa kweli katika Simba. Wale katika Simba Don Kingi tulikuwa naye kwenye kampeni zilizopita. Tulikuwa kambi moja. Tunamtaka Karua, hatumtaki Mangungu. Pamoja na wengine wamo mle. Leo tunashangaa wale wanasema kwamba Mangungu ni sahihi. Hapo sasa napata wasiwasi. Usahihi wake hao wameupata wapi? Na kuna vuguvugu linakwenda. Wanafanya vikao vya mara kwa mara, kabla ya juzi ile kufanya vikao vya kule Bunju. Wanafanya vikao mara kwa mara. Vikao vipo? Wanafanya vikao hivyo wanafanya vya kumshauri yule bana, uchaguzi ukifika achukue fomu tena. Wanakudanganya Murtaza. Hao sio wa kweli. Hao ndio waliokupakaza wewe wakati wa uchaguzi uliopita, wewe ukishindana na Karua, kukwambia wewe ndio unayetufelisha Mangungu. Wewe ukitaka nikupe mimi data zote, kodi yao hao jamaa, nitafute mimi. Sawa, hayo tutayazungumza zaidi kwa muda mwingine. Lakini mzee Mtitu, haya mambo yote yanayoendelea ndani ya Simba, pengine wewe unaona makosa yako wapi kwa jinsi ambavyo umelitazama na jinsi unavyojua Simba tokea miaka hiyo? Makosa ya pande zote mbili zile. Upande wa mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa klabu wa Simba na upande wa mwenyekiti wa bodi. Mwenyekiti wa bodi kosa lake ni kule kukimbilia kutweet kwenye vyombo vya habari. Hakutakiwa kufanya vile. Ndio ile tunayosema wahaka, yani kuwa na haraka. Ilitakiwa naye atulie, yule ni wake. Kuku wako mwenyewe utamkimbiza, utakuja kujichoma na mwiba. Angefanya subira, kesho yake unamtafuta yule bana, ama siku ile jioni unamtafuta, kwa sababu umesema kwamba unaweka kikao cha bodi, unakwenda mnazungumza kwenye bodi. Kuliko ameleta wahaka yeye kwa sababu ya kule kutweet kwake, ndio watu wote wamehamaki.
Ndio unakuja ukuta wale wengine nao wakaweka presi, wakasema mwenyekiti wa bodi hana mamlaka ya kumzuia mwenyekiti wa klabu, wakati mashauri yote yanapotakiwa mwenyekiti wa klabu inatakiwa ashauriane na bodi. Sasa unasemaje kwamba yule hana mamlaka? Sasa mwenyekiti wa klabu naye alichokifanya kwangu mimi naona kwamba kanikosea, kwa maoni yangu, kwenda kufanya kikao Bunju, tena kuwaweka watu mahali pa dua, alafu unakuja unachanganya vitu vingine pale, ni kosa. Ajenda ilikuwa ipi sasa? Yaani ina maana walichukuliwa watu kwa ajili ya dua. Na inaonekana wale watu walibebwa tu, twendeni kwenye dua, kufika pale wakageuzewa kibao, wakaambiwa hapa tunatangaza wenye wadhamini wa bodi. Si umeelewa? Kwa hiyo pale nasema kwa mwenyekiti wangu mimi pale ndo aliponikosea. Na hata nikiwa naye ninamwambia pale pale kwamba uliponikosea mimi ni hapo. Akikataa, akikubali, lakini namwambia hapo ndipo uliponikosea. Kwa sababu mimi mwanachama, na mimi mwanachama sijawahi kukosa hata mkutano mmoja. Nikisikia kuna mkutano wa dharura, mkutano wa mkuu, lazima nikiwa na afya lazima niwepo. Sasa ule mkutano ina maana ulikuwa ghaibu, ulikuwa bubu ule. Mnataarifiana nyinyi tu, unawajua wale, unawaambia kesho tu kuna mkutano, unakwenda mnazungumza. Pale alinikosea mwenyekiti wangu wa klabu. Kwani mzee Mtitu, kwa jinsi Murtaza Ali Mangungu alivyozungumza ni kwamba barua zilienda kwenye matawi. Kwa upande wenu haikufika barua ya kuitwa kwenye mkutano wa dharura? Haikufika. Naamini hivyo, haikufika kwa sababu tulikuwa na dua siku ya Jumapili. Kama kungekuwa na barua imefika, katibu wangu wa tawi, maana mimi pale mlezi kwenye tawi langu, katibu wangu wa tawi au mwenyekiti angeniambia kuna barua imekuja, kuna mkutano Bunju wa dharura, lakini nimeambiwa kuna dua. Si umenielewa? Nimekuelewa. Sasa ina maana hizo barua zilikwenda kwenye matawi ambayo anaamini kwamba haya yataniunga mkono kwenye mkutano wangu. Yale matawi ambayo wameona pengine hayawezi kumuunga mkono ndo akakanseli. Mimi sina urafiki na mtu. Yaani mimi sina adui wa kudumu na wala sina rafiki wa kudumu kwenye mpira, hasa klabu ya Simba. Sina hivyo. Ukinikosea na kuambia ukweli, ukipatia na kukubali. Ndivyo nilivyo. Sasa mzee Mtitu, mwarobaini wa haya yote, pengine tuachie kauli ambayo imetolewa na bodi baada ya kukaa, ama wewe unaona kuna mwarobaini mwingine tofauti na hiyo bodi ilivyoazimia? Bodi pamoja na yeye. Tukisema bodi imeamua pamoja na yeye, kwa sababu yeye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sio, mnanielewa wewe? Ndio, Murtaza Ali Mangungu ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Yaani yeye ni mjumbe mle, akiwemo mle kwenye bodi na yeye anahusika. Kwa hiyo kama wamefanya maamuzi ya kwamba yote haya tuyaache, tushughulikie hili na hili na hili, ina maana wameshakubaliana, hakuna mgogoro. Na naamini kulikuwa hakuna mgogoro isipokuwa mitazamo na kutafuta kwamba mimi ndo nasema, ndio kilichotuletea shida. Na yeye washauri anaowafatafata hawa ndio wanamshauri vibaya. Hawa washauri hao, mwenyekiti wangu wa klabu. Maana unaweza ukawa na washauri wamesoma lakini wanakupoteza. Unaweza ukawa na washauri kama mimi sikusoma, lakini najua hapa tunakokwenda tunapotea. Sasa mimi maamuzi yangu naona sasa hivi katika Simba Sports Club tungeondoa wote hawa sasa hivi. Yaani waondoe wakina nani? Yaani wale wote waliokuwa wa zamani kwenye uongozi, tutafute damu nyingine kabisa changa. Una maana gani? Yaani Murtaza Ali Mangungu aondolewe? Yeye si chaguliwa. Yaani tunapofanya uchaguzi tutafute damu changa, na kwenye bodi pia watafute damu changa. Haiwezekani wewe unamtoa kwenye anakuwa mkurugenzi wa bodi, mwenyekiti wa bodi, baadaye unamteua kwa mkurugenzi. Wapi sasa unakwenda? Yaani anaweza kukaa huku miaka miwili, kila wakati wao kina nani? Yaani kwamba watu wale kina nani? Simba ina maana tuko wanachama karibu 1000 ngapi huko, kila siku hawa. Haiwezekani. Ndio tunapoendelea kupotea, na haya yataendelea kama kutakuwa na ujinga huu wa kila siku, kwa sababu wanakubaliana pasipo kukubaliana. Kila siku ndio inakuwa hivi. Sije damu mpya. Si unamwona engineer baada ya kuona kuna mazonge mle, akaamua alipoingia tu kwanza akafieka wote, weka pembeni,
kachukua watu wengine kabisa, anafanya nao kazi, anaolisema linanyooka. Kama swala walioko mbugani kule, wakiambiwa mnapita hapo, wote wanapita pale pale, wanakimbia tu, wote wanapita pale pale, hata kama kuna mamba kuna nini, wote wanapita pale pale, hakuna anaibisha. Kwa hiyo na Simba litakiwa iwe hivyo, ili kuvunja haya makundi yote, ilitakiwa iwe hivyo, wawepo watu ambao hawawafahamu, lakini watu wanaowafahamu kila siku hawa wanajenga majungu wanachama, maana kuna wanachama kazi yao ndio hiyo. Na hapa kinacholeta shida, uchaguzi unakaribia, ndio kinacholeta shida. Sasa wanajaribu kutengeneza kambi mapema, sio, umenielewa? Hizi kambi sasa ndio zinazoleta shida kuanzia sasa. Mimi nikushukuru Mzee Mtitu. Haya, asante.